sababu ya kumrudishia alitupa pumzi hii. Asante kwa sababu unatupenda. Na naomba nikwambie, usisahau unafanya kazi ya bure. Maombi na ibada ambayo unafanya inakuletea matokeo yenye utukufu hata kwa kizazi chako. Sio tu kwako, sio tu kwa maisha yako ya kiroho, bali unajenga msingi kwa ajili ya wale ambao Mungu atakuruhusu nao katika uso wa dunia. Kwa kuna baraka nyingi, lakini la mwisho tunajiweka tayari kila siku. Biblia inasema msikose kusanyika kila itwapo leo. Unajua ndio maana tuna ibada ya asubuhi. Unajua kuna watu wanasema ibada ya asubuhi kila siku, kwa nini? No. Kila itwapo leo. Kwa nini? Kwa sababu unajiweka karibu na yule ambaye amekupa neema ya wokovu na uzima. Asubuhi leo kwa ajili ya kutuongoza na kutupeleka mbele za Bwana, tutaenda kusoma pamoja Zaburi ya 11. Zaburi ya 11. Zaburi ya 11. Bwana ndiye niliyemkimbilia. Mbona mnaniambia nafsi yangu, kimbia kama ndege mlimani kwenu? Maana tazama, wasio haki wanaupinda uta, wanaitia mishale yao katika upote, ili kuwapiga gizani wanyofu wa moyo. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Bwana yu katika hekalu lake takatifu. Bwana ambaye kiti chake cha enzi kiko mbinguni. Macho yake yanaangalia, kope zake zinawajaribu wanadamu. Bwana umjaribu mwenye haki, bali nafsi yake umchukia asiye haki na wenye kupenda udhalimu. Awanyeshee wasio haki mitego, moto na kiberiti na upepo na hari, na vyo vifungu vya kikombe chao. Kwa kuwa Bwana ndiye mwenye haki, apenda matendo ya haki. Wanyofu wa moyo watamuona uso wake. Mambo matatu. La kwanza, kuna watu nikutana nao leo kwa sababu wanamwangalia namna ya kidunia. Wanakuwa mnataka kanisani kila siku kufanya nini? Ili kwa nini msiku naamka kila siku tunaenda kusali? Ili iwe nini? Ndio swali la kwanza ndio lazima. Sasa mbona tunakuona maisha yako yako sawa tu na sisi? Mbona tu tofauti? Kwa nini unaenda kuomba huko? Kuomba kunaleta matokeo gani kwenye maisha yako? Ndio swali la kwanza. Anasema watu wananiambia, wewe mbona kama mnataka kama kiota cha ndege? Mbona kama uko mlimani kwenu? Naomba nikwambie, anasema wale watu bado wanaendelea, wanapinda uta, wanatamani watafute maneno juu yako, wanatamani wakumalize jinsi ulivyo. Kuna mtu mmoja hajaokoka, kuna mpendwa mmoja kanisani hapa kama ameongea naye habari fulani. Yule mtu akaja kuniambia, hivi fulani mbona simuelewi mshirika wako? Mbona anaongea 1 2 3 4? Huyu mtu hajaokoka. Nikamwambia usipendi umbea, kwa usiniambie. Lakini nikajifunza maana ya kupinda uta. Yaani mtu wa mataifa unapomsimulia habari zako, habari za kitu fulani, juu ya maisha yako, juu ya nyumba yako, juu ya maisha yako, juu ya biashara yako, yeye aichukui na kumwambia, anageuza maneno. Anatafuta namna kupiga nayo. Kwa sababu story unapiga, unadhani kwamba ni ndugu ananisikia, ujue anatafuta namna kumonga. Hakuna mwanadamu anayefurahia wewe ukienda mbele. Huyu jamaa anajua juzi tulikuwa tunapima kitu fulani hapa. Badala ya kuona kama tunaleta maendeleo, watu wanacheka chuki. Wanajiuliza, wanaona nguvu tu, lakini wangetamani wakumeze ukiwa mzima. Usije ukazani kuna urafiki duniani. Sawa. Simama na Mungu wako, ndiye kimbilio lako. Ngoja nikwambie, bora uaibike ukiwa mjua Mungu kuliko kuaibika una Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtaji wa maskini ni nguvu yake. Naomba nikwambie, mtaji wa mtu ambaye bado anajipanga ni Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wao wanategemea pesa zao, wao wanategemea ndugu zao, wao wanamtegemea baba yake na mama yake, wao wanategemea magari, wewe unamtegemea Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Huko ndiko kwenye tumaini lako, na natamani umfanye Bwana wa majeshi kuwa tumaini na kimbilio lako daima, ndipo utakapoona matokeo makubwa. Lakini anasema mstari wa 5, Mungu anaita majaribu. Mungu hawezi kukuacha hivi. Ndio maana kwenye sala ya Bwana
Wengine tumeshajifunza mpaka imekaa moyoni, kila siku saa 9 usiku saa 8 tuko na sala ya Bwana. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu amekisema hapo cha msingi sana. Kwa nilipokuwa nasoma nikakikumbuka. Mungu anasema mstari wa 5, anasema Bwana umjaribu mwenye haki. Baba, utuepushe na majaribu. Hivi Mungu ukinipa ile jaribu ikakaa miaka 3, itakuwa ni faida kwako au kwako? Basi nipe tu amani. Nipe basi mtoto. Nipe basi nyumba. Nipe basi gari ili kwamba nikatoe ushuhuda kutukuza wewe. Sasa kuniachia kusema kwamba ugasikupi hicho kitu mpaka miaka 10, 20, then Mungu wangu nitashuhudia wapi? Kaburini? Bwana kumbuka. Bwana kumbuka. Bwana nisaidie katika jina la Yesu. Ndivyo unaweza kuepusha majaribu. Kumbe kuna uwezo wa kuomba uepushiwe na majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tambua Mungu anapigania mwenye haki. Vita sio vya kwako. Ule mstari wa 5 na wa 6 mwishoni unaelezea vizuri kwamba Mungu ndiye aliyeshika kigango na atawaangamiza maadui zako wote. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapenda matendo ya haki. Lakini la mwisho mstari unapomalizia pale, kitu cha msingi sana ndio nikumbuke. Anasema Bwana anawapenda wanyofu. Mungu angalia kwa nje. Mungu anaangalia baada ya kuwa umekuja kanisani, baada ya kuwa ni mtu ambaye unasali, maisha yako na tabia zako zina uhusiano gani? Natamani tujenge msingi wa kiimani ambao utasaidia kujenga utukufu wa Mungu aliye hai. Kutokana na hilo anasema wanyofu wa moyo watamuona Mungu. Usiogope. Utamuona Bwana. Na ukimuona Bwana umemaliza. Anasema mwaka ule alikufa mfalme Uzia na alimuona Bwana. Leo hakika kama unavyoendelea kuomba utamuona Bwana. Kwa leo naomba tuinue sauti zetu mbele za Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya usiku wa jana. Tunashukuru kwa ajili ya jeshi la malaika. Tunashukuru kwa upendo wako. Tunashukuru kwa baraka na uzima, amani na ushindi. Unawe yewai wani Asante kwa sababu Mungu unatupenda, umetupendelea Bwana tukiwa na afya njema. Tunalitukuza jina lako kwa sababu ni mwema na tunaikabidhi ibada hii mikononi mwako Bwana. Tunaomba Roho Mtakatifu akaongee katikati yetu. Tufundishe kwa damu ya Yesu. Turekebishe Bwana ili tukafanye na tupasao kuyafanya kwa utukufu wa jina lako. Karibu Bwana, karibu Roho uzima, ukaanze nasi ibada hii na kumaliza nasi katika jina la Yesu.
Amen. Hallelujah. Naomba tuketi. Asubuhi leo somo ambalo litatuongoza katika maombi. Natamani ulisikilize kwa makini sana, kwa sababu nimekuja na mafunuo. Yaani kuna masomo ambayo tunafundisha kwa sababu umelipata masomo, lakini kuna somo unafundisha kwa sababu kuna mafunuo na maelekezo ya Mungu. Kwa hiyo natamani masomo kama haya uweze kuyashika na kuelewa kwa makini, kwa sababu inakuwa na ufunuo wa kiroho. Linaitwa mipenyo isiyo ya kawaida au mipenyo ya mgeuko. Narudia, mipenyo isiyo ya kawaida au mipenyo ya mgeuko. Mpendo katika Bwana, mpenyo ni sehemu ambayo ilikuwa imefunga alafu sasa imeachiliwa. Kama unajua maji ikipata mpenyo sehemu ambayo imezuiwa, yanapita vizuri sana kwa spidi kali. Na ndivyo ilivyo Mungu anapoamua kuachilia mpenyo. Unaweza kupata mpenyo kwa ajili ya biashara, unaweza kupata mpenyo kwa ajili ya kilimo, unaweza kupata mpenyo kwa ajili ya kazi, unaweza kupata mpenyo kwa ajili ya kuimba, unaweza kupata mpenyo kwa ajili ya kuomba, unaweza kupata mpenyo kwa ajili ya pesa, unaweza kupata mpenyo kwa vitu mbalimbali ambavyo Mungu anaweza kuachia. Kwa mpenyo kila mwanadamu anahitaji. Ndio maana unakuja asubuhi, Baba fungua, Baba fanya, Baba tenda, Baba unaweza, Baba una nguvu, kwa sababu unahitaji mpenyo. Mpenyo ukiupata ndipo unapopita. Kwa hakuna mtu anahitaji sitaka mpenyo, lakini kuna mpenyo na kuna mpenyo. Na naomba utambue kwamba lazima ujue hakuna mpaka upenyo. Mpenyo unapokuwa mpana ina maana kubwa. Mtumishi wa Mungu Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9, Wakorintho wa kwanza 16:9 anasema wazi, Wakorintho wa pili 16:9 anasema, mlango mpana umefunguliwa mbele yangu, lakini kuna upinzani mwingi. Mpenyo unapofunguliwa unaweza kuwa na upinzani, lakini Mungu kwa maombi anafuta upinzani. Kwa anaposema kuna upinzani mwingi, haina maana kwamba basi hakuna njia. No, ina maana unapoona kuna upinzani unatakiwa uombe ili Mungu aweze kuingilia kati na kukupa neema ya kuweza kupita katika upinzani ule ambao umewekwa mbele yako. Sasa asubuhi leo kuna ndoto za aina 3 ambazo zinamaanisha kuna upinzani mkubwa katika maisha yako. Ndoto ya kwanza, kama umewahi yote, uwe makini. Jua tayari hiyo ngoma inabidi uchukulie hata maombi ya kufunga wiki hii. Kama umewahi yote. Ya kwanza ni ndoto ambapo unaota usiku, mlikuwa mnafanya mtihani au mnasikiliza mafundisho, alafu wewe umetoka, alafu wenzako wamepewa nafasi nyingine kwa sababu wameshafundishwa, au unakuja kuuliza wenzako, hivi mmefundishwa kitu gani? Wenzako wanaanza kukuelekeza. Ina maana wakati wenzako katika kundi lako au wale mliokwenda pamoja wanaenda mbele, wewe umebaki pale pale. Ndoto ya pili, unaingia kwenye mtihani au sehemu ya mtihani wa darasa la 3, darasa la 4, shule ya msingi au sekondari, akatulisha pita miaka zaidi ya 5-10 iliyopita. Alafu unaanza kufanya mtihani, maswali yote unayajua, lakini unamaliza mpaka mwisho unashindwa kumaliza mtihani, unashindwa kuandika. Unakuta kalamu unaandika haandiki. Wenzako wanakusanya mtihani, wewe bado uko pale tunashangaa, unaangalia, unachukua kila kitu lakini huwezi kumaliza. Tayari kuna mpenyo mkubwa wa utukufu umekufunga. Ndoto ya 3, unaota ukiwa umelala usiku, unapandisha mlima ambao hauna mwisho. Unapanda mlima, unajua mwisho ni pale, nafika pale sasa hivi, au unasafiri safari, unakwenda, unajua ni pale hata ufiki, mpaka unashtuka kwenye ndoto bado safari haijafika. Na hiyo inafanana na ndoto ambayo unaota usiku, unaanguka kutoka juu, alafu kule chini ukuona, lakini katikati ya njia au katikati ya kuanguka kwako kutoka kwenye mti au chochote au shimo, unashangaa umeshtuka usingizini. Maana yake mipenyo mikubwa ya maisha yako imefungwa na adui. Kuna vita kwenye malango. Kuna namna ambayo inabidi uchukue hatua isiyokuwa ya kawaida ya ziada kwa ajili ya kuvunja hiyo nguvu iliyosimama katikati ya milango yako. Sasa unahitaji maombi. Vinginevyo naomba nikwambie, Mungu ataongea hiyo ndoto mara ya kwanza, utashangaa mara ya pili ndoto inarudia hiyo hiyo, mara ya tatu ndoto inarudia hiyo hiyo. Maana yake wewe ni mpuzi. Yaani Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu
sura 33 mstari wa 14 mpaka 18 kwamba Mungu huongea na mtu mara ya kwanza, mara ya pili japo asikii, mara ya tatu Mungu anakuacha. Utakuja kuota tena miaka miwili ijayo. Maana yake mwaka wote umekuwa ukipiga roundabout. Unajua maana roundabout? Yaani unazunguka pale pale, unarudi, unakimbia mbio, unatoa jasho, unajikuta kumbe niko barabara ile ya Iringa. Na Yesu asifiwe. Natamani utoke pale. Unahitaji mpenyo ili uende barabara ya Arusha, uende barabara ya Iringa, uende barabara ya Dodoma, uende barabara ya Singida. Lakini ukienda kukaa pale pale kwenye roundabout ya pale Machiga Complex, mpendwa katika Bwana, miaka itapita, hakuna kinachotokea, huna cha kuonyesha, huna matokeo. Ni mtu ambaye upo tu madudu, hamna kitu. Ni lazima ufikie hatua ya kusema no, yatosha. Unachukuaje hatua? Maombi ya asubuhi ya leo yatakusaidia. Lakini ukiona imetokea mara nyingi, na kuomba katika jina la Yesu, panga siku moja katika wiki hii. Hebu achana na ule ugali na kuku, achana na yale masamaki, achana na ile dagaa, achana na yale mafuta. Amua kutafuta uso wa Bwana kwa mchana mmoja kabla ibada, na Mungu atakupa neema ya kuona njia ya kuweza kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoenda kujifunza zaidi somo hilo, ninaomba kwa pamoja tufungue kitabu cha Isaya sura ya 54 mstari wa 13 mpaka 17. Isaya 54:13 mpaka 17. Labda tuanzie 14. Anasema, utadhibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, maana utaogopa, na mbali na ofu, maana haitakukaribia. Tazama, yumkini watakusanyika, lakini si kwa shauri langu. Watu wote watakaokusanyika juu yako wataanguka kwa ajili yako. Tazama, nimemuumba muuzi avukutaye moto wa makaa, akitoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba mharibu ili aharibu. Kila silaha itakaofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu, asema Bwana. Asubuhi leo Mungu ameshaumba silaha. Mungu amemuumba muuzi ili akusaidie kuweza kupata mpenyo. Wale wanaochimba madini, unapochimba madini unafika sehemu unatamani kupiga mwamba mmoja upate mpenyo. Lakini unapochimba maji, tunapokuwa tunachimba visima vya maji, unafika kwenye mwamba mgumu, inabidi mashine ilie sana ili uweze kupata mpenyo. Vinginevyo hakuna mpenyo. Lakini bila mpenyo, naomba nikwambie, maisha ni magumu sana. Utabaki kwenye ukuta huo kwa muda mrefu sana. Na maisha yanahitaji kubaki, kwa sababu yanakwenda mbele. Siku zinahesabiwa, masaa yanahesabiwa, muda unakwenda. Sasa utaki kubaki sehemu moja, unahitaji msaada wa Mungu ili uweze kwenda mbele. Asubuhi leo kupitia maombi haya, nenda kavunje vifungo vyote vya ndoto ambavyo vimekamata maisha yako. Nilikwambia juzi, hakuna mlango ambao Mungu ameutumia kupitia Biblia takatifu kama mlango wa ndoto. Na ndio maana anasema, siku za mwisho nitamwaga roho wangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu wa kike na wa kiume watatabiri, lakini vijana wataona maono, na wazee wataota ndoto. Kitabu cha Matendo ya Mitume 2:17. Kwa ina maana kuna kitu cha tofauti kupitia mlango huu kuweza kujua, ili vikusaidie kuweza kumtumikia Mungu kwa namna ambayo inapendeza zaidi na inafaa zaidi. Tusimame. Kanami msaada wako uko mimi, ni usiku tena, usiniache.
kubwa ya kushukuru wewe asubuhi nyingine leo. Asante kwa ajili ya uzima, asante kwa neema, asante kwa baraka, asante kwa mamlaka ambayo umenipa katika Kristo Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo, mamlaka yoyote ya giza ambayo inapambana na maisha yangu na inanizuia nisiende mbele, ikitumia maisha yangu ya nyuma, matokeo yangu ya nyuma, leo katika jina la Yesu, aina yoyote ya mahusiano ambayo nimewahi kuwa nayo kwenye maisha yangu, ambayo adui anayatumia kwa ajili ya kuzuia mpenyo wangu, ninaamuru katika jina la Yesu, kufa katika jina la Yesu, kufa katika jina la Yesu. Achia roho yangu, achia mwili wangu, achia nafsi yangu katika jina la Yesu. Sema Baba, kwa jina la Yesu, mitihani yoyote katika ulimwengu wa roho ambapo nimekuwa nikiota ndoto na nashindwa kufaulu au nashindwa kufanya au nashindwa kumaliza, leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, ilo pepo, ilo jini lililotumwa kuzuia nisifaulu mitihani, kuzuia nisifanye mitihani, ninaamuru katika jina la Yesu, ewe mamlaka ya giza unayezuia mlango wangu, achilia kwa moto, achilia kwa moto, achilia kwa moto, achilia kwa moto, achilia kwa moto katika jina la Yesu aliye hai. Sema Baba, kwa jina la Yesu, pepo lolote ambalo limeachiliwa kwa ajili ya kukamata na kuharibu maisha yangu, rudi kwa aliyekutuma, rudi kwa aliyekutuma katika jina la Yesu. Achia maisha yangu katika jina la Yesu. Mikakati, mipango, nguvu, utendaji kazi ya mamlaka za giza ambazo zimekusudia kufunga mipenyo kwenye maisha yangu, ewe mamlaka ya giza, kwa jina la Yesu, angamia leo, toka, achia njia katika jina la Yesu. Baba, ninaomba aina yoyote ya mapepo, majini, mashetani ambayo yametumwa kinyume changu kuhakikisha nimefika chini, kuhakikisha siinui kichwa, leo ninaamuru, enyi manabii wa shetani, enyi mitume ya kuzimu, angamia kwa moto katika jina la Yesu. Na agiza moto kutoka mbinguni, angamiza kila utendaji kazi wa mamlaka za kuzimu ambao umekuja kuharibu maisha yangu. Angamia leo, angamia leo katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo, sauti yoyote ya malaika wa giza kinyume cha maisha yangu, kinyume cha utukufu wangu, ewe sauti, nyamaza, 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 nyamaza katika jina la Yesu. Baba, ninaagiza kuchanganyikiwa kwenye kambi ya adui zangu katika jina la Yesu. Kokote walikofanya vikao, wakafanya mkutano, wakasema tutamuona, wakasema tumemmaliza, leo ninafuta agenda, ninafuta maamuzi katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Baba, kwa jina la Yesu nainua mikono. Roho Mtakatifu wa Bwana, fanya kitu kipya katika maisha yangu. Roho Mtakatifu wa Bwana, fanya kitu kipya katika maisha yangu. Roho Mtakatifu wa Bwana, fanya kitu kipya katika maisha yangu. Roho Mtakatifu wa Bwana, fanya kitu kipya kwa maisha yangu katika jina la Yesu. Ninaangusha, ninakataa, ninapinga kila nguvu za giza, kila kifaa cha shetani kinyume cha mafanikio yangu. Angamia leo, angamia leo, angamia leo katika jina la Yesu. Ninatupa mbali, ninakataa kila roho ya kushuka chini, ya kuangamia chini, ya kuteremka chini badala ya kwenda mbele. Ninakuamuru ewe roho, angamia kwa moto, shindwa kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Ewe pepo la kushusha watu, kuwashusha kinafasi, kuwashusha kiuchumi, kuwashusha kiafya, mimi sio sehemu yako. Kufa leo, kufa leo, kufa leo katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba, nikiinua mikono juu, mbingu ziinuke, mbingu zinitetee. Baba, pigana vita hii. Hii vita sio ya kwangu. Sitaki kubaki kwenye mlima huu, sitaki kubaki na udemauti. Nahitaji kutoka kimaisha. Baba, nisaidie. Kama kuna kiburi ndani yangu,
kama kuna tabia yote mbaya, kama na kimdomo mdomo, Bwana niponye asubuhi leo. Nipe roho ya unyenyekevu, nipe roho ya unyenyekevu, nipe roho ya unyenyekevu, nipe roho ya unyenyekevu katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Ingia kwenye maombi yako binafsi. Wewe ndio unajua nini ambacho unapitia. Wewe unajua ndoto gani unaiota na leo umeota nini. Basi Mungu akaongea na wewe kupitia maombi haya, ukapate kushinda, ukazidi kushinda katika jina la Yesu. Riba sekorienda raboshe korienda raba mekere baziru raboshe korienda raba. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, riba se remaziru raboshe korienda raba. Out! 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 Changanyikiwa leo, toka shingo kwa jina la Yesu. Achia mikono yangu, achia miguu yangu, achia kichwa changu, achia shingo yangu. Angamia leo, angamia leo, angamia leo, angamia leo. Riba se korienda raba she korienda raba remazio de robo she korienda raba se reka bakarienda raba sa korienda raba rema se korienda raba she koraba rika bakaremo se korienda raba reka marienda raba sha. Out of my life. Achia kwenye maisha yangu, achia kwa jina la Yesu. Achia mpendo wako, achia baraka zangu, achia nafasi yangu, achia pesa zangu, achia baraka zangu, achia maombi yangu, achia biashara yangu, achia kazi yangu. Toka kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, mkakati uliopangwa kuzimu ukatengenezwa na mamlaka za giza kinyume cha kile ulichokusudia juu yangu, leo ninaamuru moto wa Mungu, moto wa makaa, angamiza kambi ya adui, ishindwe milele. Yule aliyesimama mbele yangu katika ulimwengu wa roho, mimi sio sehemu yako. Achilia fahamu zangu, achilia akili zangu, achilia akili zangu. Toka, shindwa milele katika jina la Yesu. Kuna nguvu ya Mungu inatembea. Ukiwa kinganizi utaiona. Lakini ukiona unaona kawaida, ujue bado ngoma haijakaa. Hiyo ngoma mbichi. Funga siku moja, hata siku ya Ijumaa, utafute uso wa Mungu vizuri. Ingia sasa kwenye maombi kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu tusaidie, hekima ikatokee, vita viepushwe, damu isimwagike. Tuombe pia kwa ajili ya kanisa. Omba Mungu kama kuna ndoto zinakamata watu, maisha yao yamefungwa, mipeni imezua, Mungu akafanya neema, wakapate kushinda kwa jina la Yesu. Inua sauti yako kwa ajili ya Bwana. Rabo se korienda rabashi, remozia korienda rebase, loka bakarienda raboshi korienda raba, rika bakarienda robo se korienda reba, makorienda rabashi enda rabo se kor. Baba, kwa jina la Yesu Kristo la kwa ajili Bwana ya neema yako kwa ajili ya taifa la Tanzania, tunaomba tuepushe na vita Bwana. Epusha damu kumwagika katika taifa hili. Bwana, ingilia kati. Epusha damu kumwagika kwenye taifa hili Bwana. Tunaomba neema Bwana. Bwana, tunaomba ukasukume na taifa hili Bwana. Tunaomba Mungu amani ya taifa hili na ustawi wa taifa hili ukapate kudumu, ili Bwana neema yako ikapate kuwa nyingi kwa ajili ya watu wako kwa jina la Yesu. Tunaomba amani ya taifa hili Bwana. Tunaomba neema yako ikapate kutupa neema Bwana. Tunaomba amani kwa ajili ya taifa hili Bwana. Tunaomba neema yako ikapate kutupa neema bado katika taifa hili Bwana. Tupe kibali mbele zako katika jina la Yesu. Tusaidie Mungu wa mbingu na nchi. Wewe Bwana ukaingilie kati. Wewe Bwana ukatende. Wewe Bwana ukafanye katika jina la Yesu Kristo la Baba. Jidhihirishe katikati ya kusanyiko, jidhihirishe katikati ya taifa hili. Epusha damu, epusha vita kwa jina la Yesu. Tunaomba kwa ajili Bwana ya neema yako juu ya kanisa hili. Washirika wote ambao wanahudhuria mahali hapa, Baba ukawashike kwa mkono wako. Wale ambao katika online, wale ambao katika majumbani, wale ambao wanakaa mahali hapa, wanaokaa mjini, tunawafunika kwa damu ya Yesu. Baba, yule adui anapotaka kuomeza, anaponyemelea, tunaomba moto ukatokee, akapate kushindwa. Wape neema Baba ya kushinda, wape mipeni na kudumu katika jina la Yesu. Utukufu wako Yesu ukaonekane, neema yako katembee pamoja nao katika jina la Baba, jina la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Hallelujah.
Naomba tuseme pamoja sala Baba yetu wa mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu kila siku. Usamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea. Usitutie katika majaribu, bali tuepushe na ule mwovu, kwani wako ni ufalme, nguvu, utukufu hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe na sote sasa na hata milele. Amen. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mkawe na siku njema ya baraka. Amani ya Yesu Kristo ikawa na kila mmoja wenu katika jina la Yesu. Amen.